Assalamu alaikum mtazamaji wa SDK Media, bado tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani na hiki ni Funguka ya SDK Media, sehemu ambayo inakupa nafasi ya kukutana na watu mashuhuri ama wasanii mbalimbali ambao tunataka kufahamu maisha halisi, kazi wanazozifanya na mapenzi kwa ujumla. Karibu sana kukaribisha leo katika SDK Media na Funguka. Niko na nani? Mtu mashuhuri na mahiri nilikuwa nikitamani kuwa naye katika kipindi hiki. Nani? Tuende kwenye break fupi. Jina langu ni Zainabu Mbaya, nitarejea muda si mrefu. Na mtazamaji, baada ya mapumziko haya mafupi nimerejea katika Funguka ya SDK Media. Kama ambavyo nimekujuza awali, nilikuwa natamani kukutana na mtu huyu mashuhuri ama mahiri katika kazi ambazo anatumia kufanya kwa mikono yake binafsi mwenyewe. Anafanya kazi ya mikono. Huyu si mwingine bali ni Noela. Anaitwa Noela ama anajulikana kwa jina la Noela. Huyu ni mwanamitindo ama designer, mtu ambaye anafanya kazi za kushona ama kudesign nguo mbalimbali kwa ajili ya watu mahiri na watu wa kawaida. Ni wewe tu mwenyewe ambavyo unajisikia unataka kuvaaje, unataka kutokelezeaje kwenye mitindo ambayo unakutana nao ama unavaa katika sehemu mbalimbali. Noela, mambo vipi? Poa, bali. Salama. Jina lako kwa ukamilifu kupitia Funguka tunatamani kulifahamu. Unaitwa Noela nani? Naitwa Noela Atanas Kakusa. Okay, tukisema Noela Atanas Kakusa ni nani? Unaweza kutuambia nini? Noela ni binti au ni mama ambaye amezaliwa katika familia ya watoto watano. Ni mtoto wa pili kuzaliwa. Nimezaliwa mkoa wa Sumbawanga, Rukwa huko. Ndo nilikokuwa nikiishi na ndo niligundua kama nina fani hii ya ushonaji na ubunifu wa mavazi. Okay. Ukiwa Rukwa ndo ulifahamu kwa mara ya kwanza kama wewe unaweza kufanya kazi za kutengeneza nguo, kushona nguo na kudesign nguo mbalimbali. Ilikuwaje? Safari ilikuwaje? Ulikuwa kidato cha ngapi? Au ulianza kufahamu hivyo ukiwa na umri gani? Au uko kwenye stage gani ya elimu? Stage ya elimu ni shule ya msingi. Ya msingi, lakini nilikuwa ni binti ambaye naishi maisha yale ya mtaani ya kawaida. Watu ndo wao walijua kwamba mimi nina kitu gani. Nakumbuka ilikuwa ni 2009. Alikuwa mama mmoja nilikuwa namfanyia kazi dukani kwake, aligundua kama nina hicho kitu. Aliniambia, Noela, kwa nini usijifunze ufundi? Nikamwambia hapana. Kwa nini aligundua? Uliomwambia nini ama aliona nini kwa? Hapana, nilikuwa na tabia ile ya mtu nikimwona amevaa amekosea na mwelekeza kwamba hapo ulitakiwa uvae hivi, hapo ulitakiwa ufanye hivi liwe atapendeza zaidi. Ukiona mtu amevaa nguo nyeusi unamwambia hapo kivana kiatu cha rangi hii. Ilikuwa hivyo. Kwa yule mama maarufu alikuwa anaitwa Mama Obama. Ndiyo. Ni mama ambaye naweza nikasema ni mlezi wangu pia baada ya wazazi wangu kufariki. Ndiyo. Kwa hiyo ndo aligundua na namshukuru Mungu alisimamia. Okay. Alinifundisha kama miezi 3 kushona. Yeye alikuwa ni fundi. Yeye ni fundi. Ni Mpale, mtu wa nadhani Arusha. Gonja huko pale. Kama hicho. Kwa nashukuru Mungu alivyonisimamia ndani ya miezi 3 nikawa nimeelekea vile ambavyo yeye anataka. Lakini mimi baada ya hiyo miezi 3 nilikuta napenda pia. Nikawa natamani kwamba siku nifike Dar es Salaam. Nifika Dar es Salaam nijifunze zaidi, kwa sababu kule kwetu tunaamini watu walioko huku walioko Dar es Salaam ni watu ambao wana vitu ambavyo sisi kule kuvipata ni ngumu. Kwa mimi nikawekea nia, ndoto, malengo kwamba I wish siku nifike Dar es Salaam. Ilikuwaje? Ulifikaje Dar es Salaam baada ya hapo? Namshukuru Mungu, sikutaka kufika kwa mazingira kama msichana tu kawaida. Kwa sababu tulikuwa tunasikia zile story kwamba mabinti wakifika Dar es Salaam wengi wanaishia kwenye tabia zile za kujiuza, kwa sababu wanakosa makazi. Naona kwa kukaa na wapelekea huko. Hiyo ilikuwa kwangu ni changamoto kubwa. Kweli nipelekea mimi nifunge na kumwomba Mungu anipe mume nije Dar es Salaam kwa kuolewa.
Msimulie. Ukajeje sasa Dar es Salaam baada ya hapo? Nakumbuka umesema ulikuwa shule ya msingi umeanza kufahamu hizo kipaji. Ukaanza kuomba. Ukiwa shule ya msingi ukaanza kuomba mume? Hapana. Au ukao naomba uje Dar es Salaam baadaye sasa ndio ukaanza kuomba upate mume ambaye atakuleta Dar? Na mume hii kawaje? Mume ilikuwa ni 2012. Ambao ndo nilikuwa nimeanza maisha yale ya mtaani. Ndio. Bahati mbaya uzuri. Umeshamaliza shule? Sikumaliza. Ilikuwa nini kumaliza shule na wewe? Shule nilishia njiani baada ya wazazi wangu kufariki. 2006. Ndio. Ambao ilikuwa ni darasa la pili. Kwa sikuweza kuendelea tena na kusoma. Kwa hiyo baada ya pale ukaanza tu maisha mengine ya kusubiria tu nini kitatokea. Ndio. Kawaje baada ya hapo tusimulie? Story ni ndefu. Japo kwa ufupi. Kwa ufupi kupata mume. Niliishi maisha ya mtaani ya kujitegemea. Nikiishi mimi na wadogo zangu watatu. Ndio. Ambao unafanya kazi gani hapo dukani? Kazi hiyo dukani yenyewe nilikuwa bado ni mdogo. Kwa yule mama aliniweka tu. Ni kuniweka kama kunisupport kwa ajili ya watoto wapate chochote kitu. Baada ya hapo maisha yaliendelea 2012 mpaka 13. Yale maisha yakawa ni magumu pia. Kufikia ndoto zangu ikawa ni ngumu, kile ninachokitamani naona ni mtihani, lakini nijipa imani kwamba ipo siku nitaishi yale maisha ambayo nayatamani. 2016 ndipo nilipopata mwenzangu. Ulimpata wapi? Tulikutana Sumbawanga. Ilikuwa ni 2014. 14, 15. Ilikuwa story nzuri ya mapenzi. Sana. Ulikutana naye wakati unaenda wapi? Hapana, sio naenda wapi. Kwanza ni mwanaume ambaye niliota. Ulioteshwa? Ndio. Utapata mwanaume wa aina fulani? Wa aina fulani. Mpaka maisha yake pia. Usiniambie. Ulikuwa na maono? Au basi ilikujia? Nadhani Mungu tu. Ulianza kumuota kwenye ndoto zako? Ndoto. Kwanza kipato maisha yake vile? Hapana, ni mwanaume ambaye nileletewa ambaye ni mtu mzima. Ambaye tayari ana familia ya wake wawili. Uliletewa wewe mwanaume kwenye ndoto? Mwanaume ambaye ana familia yake na wake wawili, ana watoto. Basi baada ya hapo nikaona ile ndoto ilijirudia karibu mara 3. Mfululizo. Nikaenda kwa mama mchungaji, mama wa kanisani. Nikamuuliza, mama, kuna ndoto fulani inanisumbua, inakuaje? Akaniambia hapana, ngoja mimi niweke na mimi pia kwenye maombi. Yule mama alipoweka kwenye maombi akaletewa vile vile ambavyo mimi. Sasa akaniambia hapana, huyu mwanaume ni Muislamu. Na ndio maana na wake wawili. Kwa sasa wewe ukienda na umri wako ni mdogo, hauta survive. Ishia njiani. Yaani ilikuwa ngumu. Mimi namshukuru Mungu, huwa kuwa na kile kitu ninachokitaka mimi, huwa napenda kukisimamia. Kwa mimi nikaamini yamkini huyu ndo fungu langu la mimi kuzifikia ndoto zangu, haijalishi. Siku ulipokutana naye ni kweli huyo ana wake wawili? Sasa mume wako ana wake wawili? Ndio. Wewe ni mke wa 3? Bahati nzuri wao wake zake wote wawili alikuwa ameshawaacha. Kwa yuko yeye kama yeye. Alikuwa na wake wawili lakini watoto anapata nao watoto. Ila alikuwa ameshawaacha. Kwa umeingia huko peke yako sasa hivi? Niko mwenyewe. Au uliweka kwenye maombi wewe? Wewe na wewe. Maombi ni muhimu kwa sababu uliweka kwenye maombi nzao watoto baki peke yako? Hapana. Kumbe. Sasa Muislamu na wewe ni Mkristo na wewe ikawaje kwenye dini? Hapo kwenye dini nashukuru Mungu ni maelewano, kwa sababu kila kitu kikua, kwa sababu hatuwezi kuwa kwanza kitu kimoja ambacho nilikisimama nacho, sikutaka kubadilisha dini kwa haraka. Kwa sababu tayari kuna maisha baada ya dini. Sasa dini mimi nitaiweza na kutokana na maisha nilikuwa nimeshazoea. Ukabadilisha dini? Sasa hivi wewe ni Muislamu ama Mkristo? Mimi ni Mkristo. Sasa mnaishije? Tunaishi. Pia akisema anataka kuoa mke mwingine tena. Yeye ni Muislamu. Kwangu mimi namruhusu. Uko tayari? Ukiwenza unaweza? Unaenda ukiwenza kazi? Hata kama ni kazi. Au ndo unatia kwenye maombi tukitoka hapa ile neno.
Sawa, haya ni maisha ya mapenzi ya Noela jinsi anavyo. Umebarikiwa watoto wangapi na mumeo? Wawili. Barikiwa watoto wawili, wa kike na kiume. Ndio. Hongera sana. Asante. Mtazamaji, maisha ya mapenzi kwa Noela, lakini tutakwenda kuiongelea kazi baada ya sehemu hii. Anaishi na mume wake kama ambavyo amezungumza, maisha yanaendelea. Noela, sasa hivi uko kwenye hii kazi yako ya kudesign nguo. Kitu gani kingine unakifanya? Hapana. Kazi nilionao ni hii. Yaani hii ndo kila kitu Kazi mama. Mm. Unasoma, unajiendeleza na elimu ama kuna nini? Ndio. Unasoma? Namshukuru Mungu nimeanza kusoma mwaka jana chuo cha AFA. Ulishia darasa la pili, imekuwaje huko chuo sasa? Hapo ndo namshukuru Mungu ana maajabu yake. Maana ulitoa sikuwahi kufundishwa kuandika. Sikuwahi kufundishwa kwamba hii inaitwaje. Lakini nashukuru Mungu hakuna ninachoshindwa kusoma. Umejifunza, yani darasa pili uko tayari umeshaanza kujua kusoma. Kwa hiyo sasa imekuwaje huko chuo? Chuo ndo nasoma. Wamekupokeaje mtu ambaye ameachia darasa la pili? Nashindwa kuelewa hata mimi. Lakini umepokelewa, unasomea nini? Masuala ya ubunifu wa mavazi. Unasomea mambo ya ubunifu wa mavazi. Unaendelea na mambo ya ubunifu wa mavazi. Ndio. Okay, niambie changamoto ambazo unakutana nazo kwenye kazi yako. Changamoto ni nyingi. Lakini kubwa kuliko ni pale unaposhirikishwa kazi na hao wabunifu wakubwa. Unapopeleka kazi yako afu wao wanakuwa yamkini wameshapanga kazi gani ambayo ndio ipande kwenye stage. Kwani hawawapi taarifa kama uende na kazi ipi na ipi na ipi? Wanatoa taarifa na hata kwenye kuchora wanataka michoro kwanza kabla. Kwa hiyo kwenye kuchagua nguo ndio changamoto. Yaani ukishafika pale nadhani kuna umwinyi. Okay, Noela, sawa. Umeosema kuna umwinyi ambao unauona. Natamani kujua kwa sababu kuna madesigner wengine pia wengi huenda wanashindwa ama wanakerwa na hiyo hali. Ama huenda huo umwinyi unawafanya msisogee mbele zaidi. Kwa sababu sehemu yenye umwinyi unajua watu wanaangaliana sana. Anyway, tuende kwenye break fupi, tutarejea kuendelea hapo. Mtazamaji wa STK katika Funguka, tunakwenda kwenye mapumziko mafupi tu, short break. Then we will be right back. Tutakuja kuongelea hapo tulipoishia, usiende mbali. Na baada ya mapumziko haya mafupi tumerejea nikiwa na Noela, designer wangu siku wa leo. Noela, hebu tuambie sasa. Umezungumzia uhusiana na umwinyi kwenye hii kazi yako ya udesign. Shida ama changamoto ambayo wewe umeiona ukiwa unaenda huko kupeleka nguo. Hebu niambie huo umwinyi unakuaje hasa? Huo umwinyi nimekuja kuona baada ya mimi kufanya ile Samia suit. Samia suit. Nimepigiwa simu, Noela, unaweza kufanya kitu fulani? Ndio. Nikasema ndio naweza. Japo nilipo kwenye situation ya kuumwa. Lakini kanibidi nifanye. Nakumbuka nimefanya kazi usiku mzima. Ijumaa, ilikuwa mwisho ni Jumamosi. Nikaambiwa haina shida, utatuma hata hiyo Jumamosi usiku. Nimefanya hiyo kazi, nimeandaa michoro, nimetengeneza nguo, nikatuma, wakasema ziko sawa. Nadhani walikuwa ni issue ya kupaka BASATA. Ndio. Wakasema sawa, BASATA wamezikubali. Ndio. Aisee, nimefika kule wakasema mnatakiwa muwahi madesigner mapema. Kwa ile Diamond Jubilee ilikuwa pale. Nimefika mimi saa 3. Ile saa 3 aisee mpaka saa ngapi? Nadhani event ilisogea haikuanza ile saa 5 walikuwa wamepanga. Imekuja kuanza mamodo kuwavisha. Mimi niliruhusiwa kuvisha tu fashion show. Nimemaliza, wanatakiwa ile nguo ambayo shindanishwa. Ambayo ni Samia suit. Mtu anakuja anakuambia tu nguo Noela hii utakiwa kupandisha stage. Kwa nini? Kwa nini? Yes. Ulichelewa kutuma picha. Wakati picha ulishatuma. Mbona nimetuma na mkaniambia ziko sawa? Amna, kwa sababu pale stage ulipopita umepita kama model, sio designer. Nikasema designer, mbona mimi nimeomba kila kitu mnielekeze mapema? Basi kwa hivyo nilichukia sana. Kwa hiyo maana yake kama watu wanakucancel na kuingiza suti zao baada ya za kwako kuzipa nafasi, yani badala ya wanachukuana wenyewe kwa wenyewe kwa wenyewe. Yani wanakuwa kama vile wamepanga mtu fulani
alete fulani asilete. Umewahi kukutana na hiyo changamoto au ni kwa mara ya kwanza? Ile ndio ilikuwa changamoto yangu ya kwanza. Alafu ni changamoto ambayo nilipitia, nilikuwa na kwenye situation ya kuumwa. Kwa nimefanya kazi usiku mzima. Naumwa. Na gharama pia, kwa sababu si kama unaambiwa fanya kitu fulani pesa tutawasaidia. Hapana, ile ilikuwa ni wewe unatoa ulicho nacho. Kwa kama hiyo nguo ili iwe nzuri ni wewe kutokana na pesa yako. Okay, Noela, hizi show za kuonyesha mavazi zinawasaidiaje ma designer? Hizi zinatusaidia kutambulika, watu kujua nini tunafanya. Mauzo yanakuwaje hasa? Kwenye mauzo kwa sisi wadogo bado. Hiyo ndo nimeona ni changamoto kubwa. Bado. So unaweza kupandisha nguo stage na bado ukarudi nayo. Au mtu akaishia tu kukwambia nisaidie ile nguo. Umsaidie kivipi? Nimpe tu bure. Kwa nini? Hamna, si anaona wewe bado kweti ili akusaidie, akutangaze, umpatie nguo bure. Hiyo ndio changamoto kwa sababu hata siku ya Samia suti changamoto nilipitia ni hiyo. Kuna watu waliomba suti zako wavae watangaze. Kuvaa bure. Bure tu, mtu anakuambia mpe mwanangu kwa sababu ni nini na ya mtoto. Atakuwa ambasada wako. Nani usijali. Sikujiuliza. Anyway, haya tuambie sasa Noela, hizi nguo unazozitengeneza wewe unaziuzia wapi mpenzi? Nguo naziuzia hapa nyumbani kwangu, ambako ndo nimefanya kwa ofisini kwangu. Lakini sio muda nitakuwa na ofisi ambayo iko Njia Ng'ombe. Ni kijiji yetu. Kama designer sitamani niwaache watu wangu wa kijiji. Kwa sababu madesigner wengi nimeona wanakimbilia Sinza, Mapipa huko, yani hawataki kuwepo sehemu kama hii. Kwani tukisema designer ni nani? Designer ni mtu ambaye anaweza kubuni kitu cha kwake mwenyewe. Mfano anaweza kuandaa mchoro wa kitu anachotaka yeye kukitengeneza. Kwa sababu designer ni mtu anayeweza, hata yule anayetengeneza sofa pia ni designer. Ila ndio hiyo anatengeneza hii sofa. Lakini mimi ni designer ambaye natengeneza nguo. Kuna tofauti gani kati ya fundi Juma na designer Noela? Fundi Juma ni mtu ambaye anashona nguo ambaye amepelekewa mshono. Designer ni mtu ambaye yeye anaumiza kichwa chake kwamba hapa mfano nina michoro kadhaa hapa. Na michoro. Okay. Niambie kuhusiana na huu mchoro. Una kama mchoro hapa. Design mwenyewe kwa hiyo. Ni nguo ambayo yamkini zipo. Lakini mimi na detail ambazo naweza nikazitumia ndo zikafanya nguo ikawa tofauti kaya kwangu. Okay. Kwa hiyo kuna vitu vyako mwenyewe person. Ambavyo naweza nikaviweka. Deko hizo. Itasababisha kwamba huu mchoro utakuwa wa kwako pekee yako. Okay. Kwa hiyo hii ndo tofauti mtazamaji ya fundi Juma na Noela designer. Huyu ana create kutoka kichwani mwenyewe. Fundi Juma anampelekea. Haya, niambie tena kingine. Okay, bado michoro ni mingi. Ndo kazi ya madesigner hii, tumeijua tofauti yenu. Lakini Noela niambie sasa, kuna ile yani utokaji wa madesigner kwenda kufanya show nje umekuwa ni mdogo sana. Unafikiri nini kifanyike hasa? Kikubwa ni kwa napenda kuomba kwa mheshimiwa wetu mama yetu Mama Samia, Mama Samia atusaidie sisi madesigner wadogo ambao ndo kwanza tunaanza, kwa sababu hata kuwafikia wasanii wakubwa kuwavisha inakuwa changamoto kubwa sana. Ukimuomba unaweza ukamdm, samani habari dada, samani naomba nikushone nguo,
mimi ni mbunifu, ni designer, lakini hajibu. Kimya, anakupiga mikausho mikali. Hiyo ndio shida. Umewahi kufanya hivyo? Nimefanya sana. Kwa nani? Wasanii ni wengi. Mmoja wapo namtaka ambaye hakujibu kabisa. Hukujibu kabisa. Watu tulikudia. Nani huyo ulimdie? Ukamwambia, ukajieleza. Kama nani huyo anaitwa nani? Nani huyo? Mimi nataka akutafute aseme umshonee sasa kupitia Funguka. Mimi natamani huyo ambaye ulimdie. Natamani Nandi jamani. Nandi natamani sana. Nandi jamani. Natamani sana nimdesignie nguo. Unamtamani Nandi lakini hujawahi kumdia. Natamani sana. Nandi, mwili wako umependwa yani. Utapendeza. Ana body fulani hivi. Basi bila shaka Nandi atapata. Sawa. Atapata nafasi ya kusikia kwamba ulisema unataka kumwambia mama. Mama unataka akusaidieni nini? Mama nilikuwa natamani atusaidie sisi madesigner. Tunachofeli vitu vingi tunaposhindwa sisi madesigner wadogo kudesign nguo zetu nzuri na zaidi vifaa. Mashine kwanza zimekuwa ni gharama, umeme kwa sababu saizi nguo kila kitu kinatumia umeme. Umeme pia tulikuwa tunatamani angalau shushiwe bei. Ushushiwe nini unit? Tupate umeme zipungue, zishushike bei. Tukinunua umeme wa buku tusipate unit kidogo yani. Tusipate unit mbili. Tupate hata unit 5 kwa buku. Kwa sababu mashine pia zinazotakiwa kwenye masuala ya ushonaji. Mama maneno ameyasikia, tupunguze bei ya umeme. Mashine hizo zinakula sana umeme. Okay. Kwa sasa kama madesigner sisi ambao tunaanza kujitafuta inakuwa changamoto. Sawa Noela. Haya twende sasa tuambatane, twende kwenye nguo ambazo Noela amezitengeneza tukazione, tuangalie na material ambayo yeye anapenda kuyatumia, lakini atuambie kwa nini material haya ndio ambayo amechagua, bei zake pia zinakuwaje, mtazamaji wa SDK Media. Haya tuko kwenye, mimi nimechagua hii kwanza, tuanze na hii nguo, nimeipenda kuvutia, yani tangu nimeingia hapa. Ndio. Mshono unaitwaje Noela? Jamani. Mshono ndio mambo ya kubuni kwa designer. Haya. Noela, hiki kitambaa ndio kitambaa cha aina gani? Kina stones nyingi. Tumeangusha na miwani sasa. Hizi ni stones coat, hiki kitambaa kiko hivi. Ndani unaweka ni line. Okay. Tunatumia kitambaa plain. Ambacho nje nakuja kudeko kuweka stone kama hivi. Hii nguo ni special ya wale wasanii. Okay. Kama unataka kufanya show kama hivi au unataka kutokea kwenye Nandi aje aone Nandi aone haya mavazi jamani. Nandi Nandela nguo kama hii unajua ukivaa mwenyewe Noela amesema utapendeza sana na anazo nyingi zaidi tu tofauti na hizi, si ndio? Aone atakuja na yeye umtengenezee. Anyway, haya tukiachana na hii inavalika sehemu gani kwenye event kama hizo za wasanii na nyingine? Birthday party pia. Okay, uzinduzi pia. Haya twende hapa. Hiki kitambaa gani? Kigumu sana. Kitambaa gani hichi tena jamani? Hii inavalika wapi nguo? Nguo inavalika sema kama mgeni mwalikwa. Siku tunaweza kuvaa kwenye kitchen party. Tunaweza kuvaa kwa sababu ina cage. Hii ndio cage. Hizi cage. Ndio hizi ngumu. Cage ndani kuna material ambayo tunaweka ili hii nani kama isimame. Cage zipo aina nyingi, lakini mimi niliona ni design cage ya namna hii. Okay. Haya, na hii pia hii ni lesi ambayo nimechanganya na kitambaa tu cha kawaida. Unaweza kuvalika wapi? Hii usiku mgeni mwalikwa kwenye central party. Reception tunaweza tukavaa. Okay, tukimalizia hapa. Naona nguo hii ni kanga. Kanga hii Ndio kanga. Kwa nini uliamua kutumia kanga hapa? Kwa sababu kanga ni hii ni suti ama nini? Ndo Samia suti. Kwa nini umetumia kanga? Kanga ni kitu ambacho naweza nikasema tunakidharau sana. Okay. Kwamba watu tunakichukulia poa. Kawaida kwamba ni kanga ambayo mtu anaweza kujifunga tu nyumbani. Lakini mimi nilitumia hii kwenye Samia suti
kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba hata kanga pia unaweza kushona Samia suti na ikavalika vizuri. Okay, na hii pia hiyo ni nguo ya naona ina manyoya, anaweza kavaa kwenye birthday party. Okay, haya. Changamoto unazokutana nazo kwenye ushonaji ni zipi ukiachana na umeme? Changamoto ni wateja. Material ya vitu vifaa vipo vinapatikana. Vinapatikana lakini wateja sasa kuafiki kuja kununua nguo kama. Unafikiri kwa nini wateja imekuwa shida kuja kununua kwenu madesign? Na mwisho kukimbilia kwa wale mafundi wa mtaani? Yani masuala utandawazi ambao unahusiana na masuala wa fashion ni mdogo. Kwetu bado Tanzania. Yani mtu anaona nikashone nguo ya 300,000. Akati nikienda kwa fundi Juma utapata kwa bei rahisi. Nitashona nguo kwa 25,000 na nitapendeza. Sawa. Noela, unajigawa vipi ukiwa kama mama wa familia? Una mume anataka kutumikiwa, una watoto, alafu tena na kwenda shule. Inakuwaje na kazi za kushona? Vyote hivyo wewe unawezaje? Vinawezekana kama ukipangilia muda wako. Ulisema pia ulikuwa na wadogo zako unawalea. Wako wapi wale wadogo zako? Wapo. Mmoja yuko anasoma saizi St. Matthew. Na bado unaendelea kuwalea mpaka leo? Ndio. Unaendelea kuwasimamia? Ndio. Okay. Asante sana. Wito wako sasa kwa wananchi na watu wengine wote hao ambao wanataka kuvalishwa, wasiotaka kuvalishwa, na wote wanaokuangalia kupitia Funguka SDK Media? Wito wangu na maombi yangu kwao niko naomba kwanza wasiogope. Wakisikia neno designer wanakimbia. Wasiogope, wajue kwamba designer ni mtu ambaye anaweza kumfanya akawa na muonekano wa pekee, asifanane na mtu yoyote. Kwa hicho kitu cha kwanza wanatakiwa kukiweka kwenye akili zao. Yaani mtu kuzungumza na designer tukaelewana, na wasiogope bei. Bei inakuja kutokana na aina material ambayo tutaafiki mimi na yeye. Na mtazamaji wa SDK Media, kama ambavyo umemsikia Noela ameweza kukuambia moja kati ya vitu vikubwa ambavyo anawajuza wananchi, msiogope jamani. Ukisikia neno designer usiwaze tu kununua nguo ni 700,000, 800,000, milioni 1.5. Mnaweza mkakaa mkaongea na akaachieve mambo yakawa poa kabisa. Sisi ndivyo ambavyo tunahitimisha na Noela. Asante sana mtazamaji kwa kuwa nasi. Asante sana kameramani wangu Ikram yuko nyuma ya kamera huko. Jina langu ni Zainab Mbani, nilikuwa na Noela designer leo. Sehemu hii ni Kijichi na kupatikana, unaweza kuja kununua nguo. Mwisho kabisa tutajie namba zako za simu ambazo tunaweza kukupata na mtazamaji anayekutizama anaweza kukutafuta. Asante. Kwa jina la account yangu ya Instagram natumia Noela Designers, na namba zangu za simu ni 07 80 82 80 80. Tumehitimisha hivi, tunakwambia kwa heri.